Yes, ni Machi ya tarehe 23 ya mwezi wa 3 2026, ikiwa tayari michezo kadhaa ligi kuu imechezwa kupisha kalenda ya FIFA ambayo itazifanya timu hizi kwenda mapumzikoni kwa ajili ya michezo ya timu ya taifa. Hapa nimekutana na miongoni mwa mashabiki wa Young Africans ambao wamekuwa wakisupport timu yao kwa namna moja ama nyingine. Tutakwenda kuzungumza naye hapa kuweza kufahamu mambo mengi ya kimichezo kuhusiana na timu yao, hasa kwa ukubwa, ikiwa afisa habari na mawasiliano alitoa taarifa kwamba kwa sasa Young Africans inaingia kujipanga na kufanya tathmini ya kuona ni wapi ambapo wameteleza hadi hivi sasa. Michezo mitatu bila kupata ushindi wote. Tutakwenda kuzungumza naye hapa Bwana Kizinga kuweza kufahamu nini ambacho yuko nacho, lakini nikukumbushe tu tunapewa nguvu kubwa na Leonbet Simba la mikeka, ambao hii inahusu wale wanangu ambao wamezoea kuweka majamvi, na maanisha wale wanangu ambao wamekuwa wakibeti. Kampuni ni moja tu, Leonbet, pita hapo kwa ajili ya kujishindia michuzi inatoka kweli kweli hapo. Bwana Kizinga, habari yako? Salama, vipi hali? Kwema kabisa. Ya, tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Sikukuu imepita, lakini kama kuna namna linaonekana pilau Jangwani alijalika vizuri, alipita. Ya, ni kweli japokuwa tuko kwenye msimamo wa ligi kwa alama moja, lakini bado tumepita kwenye wakati ambao sio mzuri. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapa pole wapenzi na wanachama wa Dar es Salaam Africans, lakini pia niwakumbushe tu kwamba hii ndio ligi na radha ya ligi inatakiwa kuwa hivi. Tumepita kwenye nyakati hizi, lakini naamini Dar es Salaam Africans ndio timu bora na ya kipekee kuliko timu zote kwenye ligi ya NBC. Hilo ni jambo ambalo halipingiki, na naamini hakuna timu yoyote ambayo inaiweza Dar es Salaam Africans kama sio kupita kwenye hizi njia za panya nyingi ambazo zinapita. Watu wanapita kwenye njia za panya sana, zipo nyingi sana. Za panya zipi hizo? Njia za panya ni kwamba tuko kwenye vita kubwa mno. Dar es Salaam Africans inachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Kumbuka mpinzani wetu mkubwa naye aliuchukua ubingwa mara 4 mfululizo. This time around hawataki kabisa kuona Yanga anachukua ubingwa kwa mara ya 5. Na vita iliyopo hapa ya wakitaki, na katika vita ambao tuko nayo natamani sana wana Dar es Salaam Africans walijue hilo. Tuko kwenye vita kubwa mno. Mbaya zaidi, nasikitika kusema matawi mengi ya Dar es Salaam Africans yamesinzia. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba matawi kuna namna huwa yanasupport timu, matawi kuna namna huwa yanafanya kazi kubwa sana ya nje ya uwanja, lakini sasa hivi sioni kazi yoyote ikifanyika kwa matawi, kwa sababu leo hii ninavyozungumza na wewe wachezaji wetu wengi wameharibiwa tayari. Wachezaji wangu wameharibiwa? Wengi wameharibiwa. Wameharibiwaje tena? Nikisema wameharibiwa, hii kwa jicho la nyama huwezi kuelewa, lakini kwa wale ambao wanajua, mimi nakwambia huko mpango mkakati uliwekwa. Mpango mkakati uliowekwa kwa sababu Dar es Salaam Africans ili uifunge, kwanza kuhakikisha ule ukuta wa Yanga ule unabomoka. Pili, na wale watu muhimu sana ambao ni hatari kwa Dar es Salaam Africans unawaweka kwenye eneo ambalo hawatashughulika na chochote. Leo hii kulikuwa kuna mpango wa wachezaji 6 mpaka 7 kuhakikisha wale wanakalia mbao ndefu kwa namna yoyote. Yani toka tunamaliza mchezo wa tarehe 1 mpango mkakati ulianzia pale, huku wakisema wamepona hapa, balaa kubwa watakutana nalo mbele. Mpango mkubwa katika kikao kilichofanyika, mimi mpaka karatasi ya majina ninayo ya watu tena. Mpango mkakati wanaandaa, mtu mmoja kwenye kikao kile anasema mmemsahau kipa. Alikuwa ameandaliwa Prince Dube, Depu, Duke Abuya, Baka, Jobu, sumenelewa, na mtu mwingine hapa nimemsahau kidogo, na goalkeeper Djigui Diarra, screen protector. Hawa ni wachezaji ambao ilitakiwa hawa ukiwaweka kwenye mbao ndefu, basi sisi kwa namna yoyote na yoyote anayekwenda kucheza nao wale anatoa sare. Na huko mpango mkakati umeandaliwa sare zifike, bado sare hizi sare 2 katika mpango wao na vikao vyao. Wachezaji 5 mpaka 6 7 wakae benchi wa Yanga, lakini pia vile bado sare 2 wanazihitaji wao kwenye kikao chao. Sasa Kizinga, umezungumza wachezaji wanaharibiwa, ni kina nani hao ambao wanaharibu? Unaweza ukaona mchezaji amepata injury, ukaona mbona pale kidogo sana, lakini hujui ndani yake kuna nini. Sio, umeelewa? Najaribu kuzunguka sana kwa watu fulani hivi watanielewa. Haiwezekani Prince Dube anafanya warm up kidogo, nyama za paja. Depu amekuja juzi tu, hajakutana na kashikashi za zaidi sana, nyama za paja, naye yuko kwenye mbao ndefu pale. Wachezaji wetu wanapigwa mno
sana. Wanapigwaje? Wanapigwa mno, yani misumari bwana. Licha ya hiyo, vita nyingine tuliokuwa nayo kubwa ni hawa marefari ambao wanakuja kuchezesha michezo yetu wakiwa na maelekezo zaidi. Leo hii nimesikitika na kuumia sana. Light kama yule mwamuzi alichezesha dhidi ya Dar es Salaam Africans na Mtibwa, angejua kilio nilichokuwa nacho kwenye nafsi yangu. Mimi sikufichi, nilienda mbali sana nikasema, Mwenyezi Mungu, kama ungekuwa unapokea maombi ya kumtoa mtu uhai wake, ningemuomba Mungu yule refa alichezesha na Yanga huyu dhidi ya Mtibwa, Mwenyezi Mungu usikumu uwe, chukua roho yake. Bwana Kizinga, watu wamekuwa mashabiki wa Yanga wamekuwa hawaridhishwi na performance ya timu, na moja ya mtu ambaye anatajwa hapa ni Bwana Pedro, kocha mkuu wa Young Africans. Wapo ambao wanasema kocha, nimefika muda sasa awaachie timu yao. Wewe unaungana na hawa? Kocha anaonekana hayuko vizuri. Anaonekana au hayuko vizuri? Nisikilize kwanza. Tutakwenda kumlaumu kocha, sawa? Kwa sababu ya muonekano na good performance na performance mbovu, tutakwenda kumlaumu mwalimu. Hilo wewe unalithibitisha? Lakini nisikilize kwanza. Lakini huu ubovu uliopo ndani ya kocha huyu kwa leo tunavyomuona hivi umesababishwa na hayo mambo yote ambayo mimi nimekwambia. Si umeelewa? Mwalimu ana injury ya wachezaji takriban 7 ambao wachezaji hao wako ndani ya kikosi cha kwanza. Wote wana injury. Anyway, una wachezaji wengine wako nje. Lakini wakati tunamuona mwalimu ni mbovu, turudi nyuma tuangalie na hao wachezaji. Mimi nataka nikwambie leo hii wachezaji wetu wanatakiwa, mimi nimuombe Engineer Harris kama inawezekana kuwepo kipengele cha kuwakata mishahara wachezaji. Wachezaji wangu wakata mishahara? Kama usipojituma ukatwe mshahara. Kuna ambao wajitumi uwanjani. Ndio, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Na hii mara nyingi nakuwa napenda kuwaraumu sana wachezaji wa Kitanzania. Wachezaji wengine sehemu zingine unapoona mwenzako ana injury, yuko benchi, ukipata nafasi unamuonyesha mwalimu kitu kikubwa zaidi, kiasi kwamba hata yule ambaye yuko benchi anaona kabisa yule ambaye amechukua nafasi yangu anakufa kitu. Leo hii tunamzungumzia Mwanengo Emmanuel, amepata nafasi. Prince Dube ni mgonjwa, Depu ni mgonjwa, cheza wewe. Unapata nafasi unajituma. Yani yeye tukizungumzia katika wale wanaojitutumua, Kibabage naye anaingia humo kwenye kujitutumua, na yeye pia Mwanengo naye anajitutumua. Mbona mapema sana? Ndio, ngoja nikwambie, hawajui sisi tunaumia kiasi gani. Hawa wachezaji wanatakiwa waone huruma kwa sisi tunaumia kiasi gani. Emmanuel Mwanengo, nafasi kama ile dakika za mwisho, sawa refa kashatumiza, na wewe umepata dodo ndani ya 18 huko wewe na kipa. Mimi nikwambie, nimwambie Mwanengo, nimwambie Pakome, kwa sababu Mwanengo na Pakome walipata nafasi ambazo wangetuinua sisi, tusingefikia tu kulalamika, hata Diala singeenda kugombana na refa. Sasa Pakome naye ameanza kujifikiria sasa. Nahitaji wale watu ambao wako karibu na Pakome pamoja na Mwanengo. Mwanengo, ili tusimlaumu, atuambie wakati akiwa ndani ya 18, ndani ya 6, aliona nini golini. Mwanengo anatakiwa atoe taarifa. Na Pakome watueleze wameona nini golini. Sio kawaida. Sio kawaida, na duniani kote nafasi sawa watu wanakosa, lakini nafasi kama ile inahitaji utulivu. Ni mpira wangapi? Tena goli lile mpira wa pili. Ema anapandisha juu na uso anainua, Mnazi nenda kule. Pakome alikuwa na nafasi ya kuweza kumpa, Max alikuwepo, Okelo alikuwepo, kupresi tu mtu anaweka, lakini akachagua engo, sio engo alikopeleka, akapandisha juu. Tena wote wanapandisha juu sehemu hiyo moja. Na ndio maana nawaambia wana Yanga tunatakiwa tuangalie na kurudisha nyuma kidogo. Msimu uliomalizika tulipitia wakati mgumu, wachezaji wetu kupigwa misumari. Ila tunapoingia uwanjani Azam wakatuweka, Tabora akatuweka, kuingia kimataifa tukapigwa. Watu wakafanya uchunguzi, wakatathmini kuna nini, wakabaini madudu yaliokuwa yanafanyika ndani yetu sisi wenyewe. Ndani ya mule ya Yanga kuna wafitini, anaamua kwamba sasa kuna mtu kaniona, tunafanyaje? Anaamua kupenyeza ubaya, mwisho wa siku tunaonekana wote, timu inaonekana hamna kitu. Mimi nakwambia Mudathiri haya kwenye msimu uliomalizika uliokuwa unamjua mwanzo, alikuwa sio yule ambaye tunacheza na Azam unaona kabisa hamna. Azizikie anampa kipa tu, penalti anapeleka huko, tukafungwa na Tabora, umesahau? Lakini baada ya wazee na watu kukaa chini kuiweka Yanga vizuri, Yanga ilivyorudi ilikuwaje? Yanga inagusa, achia twende kwao, kila anayekuja 6, 7, 5 anapigwa. Sasa hivi mambo hamna. Sasa hivi mambo yao utaona wapi?
Yaani sikiliza nikwambie, vita tuliokuwa nayo sisi, hata Urusi na Marekani vita hiyo hawafikii. Vita ya Yanga na watu wanaotuzunguka sisi. Yaani hata Urusi haingii. Kama tusipovaa mabomu. Yaani tusipovaa mabomu ya nyukilia wana Yanga. Mimi nakwambia tunakuelekea ni kubaya. Yaani tena tutakwenda kwa, yaani ushawahi kumuona Mende akiwa amepuliziwa dawa yuko chali? Anakuaje? Ndio tunakwenda sisi hiyo. Upande wa pili lakini ni sherehe. Sherehe wanasababisha wao. Na mimi nikwambie tunachoshukuru Mungu, alhamdulillah, mpinzani wetu mbovu. Yaani kama Simba angekuwa ni bora, Simba ya msimu uliomalizika ingekuwa ndo hii, sisi saizi tunazungumza na wewe, Simba kashatufikia na kashatupita. Lakini alhamdulillah mpinzani wetu mbovu. Shehe, huwezi kukaa siku takriban 10 huna mechi hata moja. Yanga ana mechi 3. Huko nyumbani unafanya mazoezi, unaosha vyombo nyumbani, unakuja uwanjani unacheza na watu gani? Pamba Jiji, unashindwa kushinda mechi. Wamemfunga TRA jana, ambaye nyewe mlishindwa kupata ushindi, na wamemforce wampeleke geto wakamfunge, kwa sababu sijawahi kuona ratiba mbovu na ya kihuni kama hii. Yaani Simba mchezo wake dhidi ya TRA, mchezo wa Arusha, Simba na utoa kule, anapata mamlaka ya kuleta huko. Amesikika msemaji wa Tabora wa TRA akisema kwamba kwa kuwa Simba wao wameamua sisi tuje huku, sawa, sisi ni people, tutaonana. Bwana Kizinga, hapo kwa Simba wamemtambulisha muda mfupi kutokea sasa. Rais wa heshima Mohamed Dewji amehusika katika kumuongezea kandarasi Elie Mpanzu Kibisawala, ambaye wananchi mlikuwa mkihusishwa naye. Hii inatafsiriwa kwamba Yanga na Mpanzu ni bye bye baba Jeni, kwamba hamwezi kumpata tena Mpanzu. Kwanza nataka nikwambie kitu kimoja. Elie Mpanzu Kibisawala hakuwa kwenye radar za Dar es Salaam Africans. Alikuwa kitajwa, lakini nani alikuwa anamtaja? Kwamba mnamuinda sana. Aliyekuwa anamtaja Elie Mpanzu ni nani? Kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja. Mchezaji tuliyokuwa tunamtaka sisi wana Dar es Salaam Africans kutoka Simba, ambaye tulikuwa tunaamini pale Simba huko mwili, roho tunayo sisi pale Jangwani, alikuwa ni Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe, na tulimchukua. Sawa. Lakini huyu mwingine ni mchezaji ambao wao kwa scout yao wamemtafuta huko alikokwenda na huko alikokuwa, wakamleta hapa na anaendelea kuwatumikia. Kwa hiyo tulishaona kama miongoni mwa wachezaji ambao huwezi kusema kwamba ukamchukue kwamba awe kwenye sehemu ya timu yako, ni pamoja na Elie Mpanzu. Kwamba Mpanzu Yanga hafiti? Hawezi kufiti kwa sababu namba zake ni mbovu. Wewe niambie, tumekutana na Simba mara ngapi Elie Mpanzu akiwa ndani amefanya nini? Elie Mpanzu tangu amekuja amewapa nini Simba? Kitu ambacho amewapa yeye nini? Tumefika finali ya kombe la shirikisho. Hiyo finali ya shirikisho, tuende kwenye ligi yetu ya ndani. Huko ni shirikisho ambako alikwenda hawakufua dafu. Hapa ndani aliwapa nini? Mechi ya mwisho anadhalilishwa na Patrick Mwenda. Mechi ya mwisho Mwali yuko pale, wale Skaria kushoto, sijui nani kulia, wamekaa pale na Mwali wako naye. Mpanzu ndani. Kama ni mchezaji mkubwa unashindwa kuwapa Simba kombe lile pale, alikuwa wapi? Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji wa kawaida sana ni pamoja na yeye. Labda huwajua Kongo jinsi walivyo. Tabia zao, contact yake napokuwa inaelekea mwisho, utamuona ubora wake unavyokuja. Yaani ule ubora anauleta kwa spidi ambayo huwezi kuamini, lakini mwisho wa siku akisha saini mkataba, kwa sababu ile inaitwa spidi ya kwenda kutafuta kusaini. Na inahusishwa kwamba nyie ile kuhusishwa kama mnamhitaji pengine ndo imefanya uongozi umsajili. Kwanza Elie Mpanzu anatakiwa kumshukuru sana Ali. Sana. Na ni moja kati ya watu ambao mimi nakuibia siri tu, kitu ambacho ulikuwa ukijui. Elie Mpanzu anawasiliana sana na Ali. Elie Mpanzu anawasiliana sana na Hans Raphael. Huyu alikuwa anatafuta mazingira ya kuhakikisha wanampushi kwenye jambo lake. Ndio maana unaona Ali alikuwa anampushi sana Elie Mpanzu. Kwa nini alikuwa anampushi? Kwa sababu tayari Ali alishaokota hela zake, ameweka wapi? Mfukoni. Hans Raphael anawatia pressure Simba kwa kuambia Elie Mpanzu ana mapenzi makubwa sana na Yanga kuliko Simba. Ikaleta taharuki. Wewe unakumbuka? Sasa ile taharuki iliwafanya hawa mabwana tukimwachia huyu aondoke, tumeisha. Ile taharuki aliyoleta Hans, taharuki aliyoleta Ali imewafanya wao kumsaini nani? Kwa hiyo Elie Mpanzu ana kila sababu ya kumshukuru Ali pamoja na Hans. Hao ndio wamefanya yeye aongeze pale, na sio tu kumshukuru kwa sababu walikuwa kibaruani, walikuwa kazini. Wameokota hela za kutosha sana. Sana. Ya. Bwana Kizinga, mimi nikushukuru sana. Pengine una lolote la kumalizia? Lolote la kumalizia ni ushauri tu kwa kamati ya masaa 72.
kamati ya masaa 72 kuna mahala wanatukosea Watanzania, kuna mahala wanatukosea watu wa mpira. Mwamuzi amefanya makosa makubwa tena ya kumnyima Dar es Salaam Young Africans penalti halali. Mmekuja kuthibitisha kwamba ilikuwa ni penalti halali ndani ya box, unakwenda kumwadhibu mtu mizunguko mitatu kweli? Kama ni hilo, mnyama naye angedai goli lake. Mnyama aliyemdhulumu haki yake, mnyama goli lake halali alihukumiwa miezi 6. Mlichokuwa mnahitaji kama kuongezewa. Kwanza aliyetunyima haki ya Prince Dube kwenda kufunga goli dhidi ya Simba akahukumiwa miezi 3. Kwa nini huyu mwamuzi ambaye ameinyima Yanga penalti halali unamhukumu michezo 3? Unaweza ukaona ni kiasi gani hao watu wameandaa mipango yao kwa ajili ya kumtafutia ubingwa Simba. Mimi nataka nikwambie kuna madudu mengi sana kwenye ligi yetu. Leo hii mchezo dhidi ya Yanga na Mtibwa, nenda kauchunguze vizuri. Mchezaji Ismail ameingia dakika 2-3 za mwisho, anakuja kuwa man of the match kwa kupiga kona. Bwana nikushukuru sana. Asante sana.